Mbali na hayo sasa ya elimu, mtazamaji, jamii ya Watiriki wanaoishi eneo la Tongaren imerejelea shughuli ya kuwapasha tohara vijana wao wa kiume, ambapo tayari wapatao 120 washakumbana na wembe wa ghariba. Augustine Were alishuhudia na sasa anatueleza zaidi. Ukiwatazama kwa umbali utadhani waumini wa mojawapo ya kanisa la Kikristo. La hasha. Hii ni sherehe ya tohara kwa vijana kutoka jamii ya Watiriki ambao wameandaliwa tayari kukabiliana na wembe wa ghariba katika kijiji cha Soisambu, eneo la Tongareni, shughuli inayofanyika kwenye msitu kama anavyotusimulia mzee huyu. Kuanzia jana tulikuwa tukusanya watoto, tumeweka pamoja, tukacheza ngoma. Asubuhi ya leo tumewaleta msituni waweze kutairiwa. Watoto wetu kabla hawajatairi lazima tuwapatie sindani ya anti-tetanus. Na kisha pata hiyo sindani, tuna zile wembe za serikali ambao tunaenda kununua kwa daktari. Tunatumia hizo wembe na tunawatayarisha watoto wetu, na tunatayarisha baada ya miaka 5. Lakini je, chimbuko na umuhimu wa tohara hii ni upi kwa wanarika hawa, hasa baada ya kutahiriwa? Wanatahiriwa kwa sababu kiwa mtu mkubwa lazima atahiriwe ndiposa aweze hata kwenda kwa vita. Kwa hiyo sisi hiyo mtindo tumeikopi kutoka kwa wana wa Israeli ambao waliamrishwa na Mwenyezi Mungu. Inapatia mtoto ujasiri, wakati anapotoka anakuwa na ujasiri ya kuendelea mbele. Hata hivyo, wakati wa shughuli hii ya tohara kuna baadhi ya masharti yanayostahili kuzingatiwa, na iwapo yeyote atagaidi atakumbana na adhabu kali kwa mujibu wa tamaduni ya Watiriki. Na hiyo msitu hakuna mtu mwingine ambaye anaruhusiwa kuingia ila awe ni Mtiriki ambaye ametahiriwa. Na ukiwa hata wewe umetahiri upande gani mwingine lakini wewe si Mtiriki, hauruhusiwi kuingia katika msitu. Ikiwa mtu anaweza patikana kule au mwanamke apatikane pale, kitu cha kwanza atapigwa fine, na akikataa kupigwa fine hatuwezi kumpiga kumuumiza, tunaongea tu maneno na tunamwacha. Sasa akienda hivyo, saa nyingine anaweza kuwa na kichaa, saa nyingine anaenda na kufa. Baada ya vijana hao kupashwa tohara, chakula cha kwanza walichoshiriki ni uji wa wimbi, na kisha kina mama, wazee kwa vijana walisakata denzi wakishiriki kikombe cha chai, kinyume na jamii zingine za Waluya ambazo huandaa vinywaji kama busaa. Wazazi wote wale ambao wametahiri watoto, wanawatahiri watoto kule, lazima upike uji. Na hiyo uji lazima iwe ni uji wa kienyeji wakitumia wimbi. Licha ya miondoko ya kisasa inayotokana na ukuaji wa teknolojia, vijana wameshauriwa kuzingatia mila na tamaduni ya jamii zao. Tunajaribu ku-encourage our youth waweze kushikilia mila, kwa sababu msahau mila ni mtumwa. Na tulipopatikana maeneo haya ya Bungoma, tuliona ya kwamba lazima tufate mila ya babu zetu wala ambao walitutangulia. Tohara ya Watiriki hufanyika baada ya miaka 5, ambapo ngariba hutumia wembe maalum wanapopasha tohara, tofauti na ile ya Wabukusu na Watachoni ambao hufanya shughuli hii kwa kila baada ya miaka 2, ambapo ngariba hutumia aina fulani ya visu kwa ajili ya shughuli sawia. Augustine Were, NTV, kijiji cha Soisambu, eneo bunge la Tongaren, kaunti ya Bungoma.